Mwanamke anayetaka kuolewa unapaswa kujua kupika mpaka mapishi yajue kuna mpishi. Mwanaume yote atakijifanya ni mbabe ajari kwenye kula, anapenda kula vizuri. Kila mwanaume anapenda kula kama Christmas. Kila mwanaume anapenda kula kama Pasaka. Kwa hiyo ukiwa wewe ni mtaalamu wa kupika vizuri Christmas, alafu siku hizo baki ni ugali maharage, siku hizo baki ni ugali dagaa tu, hiyo ndoa yako itakuwa na matatizo yasiyoisha. Ile neema uliyokuwa nayo unatembea nayo kwenye mapishi Christmas, ukiweza kuimaintain mwaka mzima, utakuwa na mume anayewahi chakula cha nyumbani, anunui kitimoto akala nyumbani. Atakuwa anachangia hela ya ziada. Anakuambia mke wangu kitimoto unaweza kukiandaa mwenyewe. Anaacha hela ya kitimoto. Anaacha hela ya samaki badala ya kwenda kununua samaki aliyekwishaandaliwa. Kwa sababu anajua kuna mtaalamu anajua kupika mapishi ya rangi zote. Kwa hiyo ukiondoa ukiroho sana mwanamke kuwa muombaji, tuanze kwanza na mimi yanaweza kupika vyakula hata aina 20. Unapika chapati hiyo hiyo lakini kwa mfumo ambao mume wako hajawahi kuona kokote. Unapika wali, unabadilisha tu style. Wali sio wa nazi, wali wa rangi, wali wa nini? Yaani ni wali huo lakini una mapishi yako 7. Sio wali tu boko uliochemka kwenye maji paka basi. Alafu uone kama mume wako atakuwa anachelewa nyumbani kula. Muda wa kula mnakula wote mezani. Hawezi kuchelewa kwa sababu anajua kuna maajabu yanaendelea. Sisi tulizoezwa siku ambazo kulikuwa na mambo mazuri nyumbani, tangu tukiwa watoto huwa tuchezi mbali. Ndivyo alivyo mwanaume pia. Kama anawaka nyumbani kuna msosi unaoeleweka, hawezi kurudi saa 7 usiku akute chakula kimepoa. Kwa hiyo cha kwanza ni chakula. Cha pili ni tabia. Asa unyenyekevu. Mwanamke yote anayetaka kuolewa, unyenyekevu sasa sio kwa mume wako, unaanza kupractice kwenye jamii yako. Namna unavyojibu watu, namna unavyokabili changamoto, ukiudhiwa unajibu nini. Wanaume wanaangalia. Ukija kanisani au iwe tabia yako automatic, unavyowajibu watu, unavyowasalimia wakubwa, unavyoongea na watu umri wako, namna unavyo. Wanaume waoaji watajua kuna tofauti kati, kuna wadada wengi kanisani na mwanamke wa kuoa mmoja. Watajua. Jambo lingine kwenye tabia, punguza maneno. Mwanamke anayeongea sana labda kama ataolewa na mwanaume mwanasiasa. Lakini mwanamke yoyote ambaye anaongea sana atapata wakati mgumu kuolewa. Sasa simaanishi kwamba ujifanye uongei. Ongea wakati kuna ulazima wa kuongea. Kuna watu kuongea ni kawaida. Mimi ningekuwa wa kike ninavyojua kuongea hivi. Lakini kila muda unikuti naongea. Waulize watu naokaa nao hapa, naongea ibadani. Siongei kila muda. Naongea penye ulazima. Siongei. Biblia inasema kuna wakati wa kuongea na kuna wakati wa kunyamaza. Hiyo ni kanuni, hiyo ni hekima ya Mungu. Haiokotwi barabarani. Mwanamke yote anayetaka kuolewa lazima ajue muda gani aongee, muda gani anyamaze. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 31 kuhusu mke mwema, ufungua kinywa chake kwa hekima. Hiyo Mithali 31 nafikiri mstari wa 27 pale, 26-27. Mke mwema ufungua kinywa kwa hekima. Sio muda wote tunasema sisi wanawake tuna maneno mengi, lazima tuongee, tusipata pa kuongelea. Wewe una maombi, una maneno mengi, ongelea kwenye maombi. Si una maneno mengi, ongea mbele za Mungu mpaka akuchoke. Kama kweli Mungu anachoka kusikiliza. Alafu mbele za watu uwe na maneno machache. Maneno yako mengi ongea mbele za Mungu, mbele za watu chagua maneno ya kuongea na wakati wa kuongea. Hata yaliyokwaza usiyaongee mbele za watu, yaongee mbele za Mungu. Alafu tuone kama ndoa itakushinda. Wewe mahali ulipopaswa kunyamaza ndio uliongea. Wakati ulipopaswa kuongea ndio ulinyamaza, alafu ukaonekana na kiburi. Aya, kingine ambacho mwanamke ukiondoa tabia of course tabia nyingine ni pamoja na ukarimu. Mwanamke yote ambaye sio mkarimu, apendi watu, hawezi kuolewa. Labda anaolewa na mjinga mmoja anayefuata labda mali zake, elimu yake, mshahara wake, lakini hauna ukarimu. Yaani wewe hujaapprove ukarimu kuanzia kwenye jamii, watu wanaokuzunguka wakusemei vizuri kwenye eneo la ukarimu. Muoaji yoyote hakuoi. Yaani wewe ni kila kitu changu, uchoyo, mnyimi, perfume yangu, mafuta yangu, kitu changu, yangu, huwezi kuolewa. Wewe unawaambia ndugu zako wenyewe akifika unawaambia mnakaa muda gani?
Mwanaume yote serious hawezi, anajua kama unafukuza ndugu zako wa kwake ndio utawanusuru. Anakutoa out, siku moja anaona simu inaita ya mama, imeandikwa my lovely mommy, alafu anashangaa upokee. Sasa vipi mimi mpokee mama? Unasema sana nataka hela. Sasa kwani mama, kwani hela si mama yako? Bwana wewe, anachosha. Anajiuliza kama ni mama yako anachosha, kwa kwake itakuwaje ambaye hatajawahi kukulea? Anapiga 1+1 ni 2. Unashangaa anasema Bwana ameniambia niache kwanza, tuendelee kuliombea hili jambo. Kumbe ni ile simu moja tu. Umefeli mtihani. Kwenye eneo la tabia, mwanamke yeyote anayetanguliza kuomba aolewi. Yaani eti kijana mna mahusiano, alafu wewe unakaa tu kodi ya nyumba na karibia kufukuzwa, kabla ya jaji ulikuwa unalipaje? Endelea na utaratibu huo na neema hiyo iliyokuwa inakulipia. Unaanza kuomba mapema. Alikukuta na gari, unasema leo mafuta yameisha, sina mafuta. Unaanza kumuomba mtu mafuta wakati gari alikukuta nayo jeni. Hapo uolewi. Anajua hii ni chuma urete. Uolewi. Unapaswa kuprove ya kwamba you are independent. Yaani ni kwamba angekuepo ungeishi, asingekuepo ungeishi. Mtu akikuona hivyo anajua ni mwanamke wa viwango. Yeye ndo atakuwa anakubembeleza kwa chukua hii. Anachukua tu. Unajifanya kama uitaki, unasema kwa sababu umeinsist sawa tu. Ila sijazoea kuchukua hela. Alafu unaweka kwenye mfuko. Unanielewa eh? Kama utaki lakini ndo umeshachukua. Itakupa heshima sana. Lakini wewe unalia matatizo. Nimefiwa, napaswa kusafiri, hata nauli sina. Amekaa kidogo amekutumia hiyo. Aisha anasema hili ni jini. Uolewi. Labda kama ni mwanamume mpumbavu yani. Anaangalia makario, anaangalia maziwa, anaangalia macho. Ila kama ni mwanaume anaoa mke, anaoa mama atakayeweza kumanage mambo ya nyumba, akuoi. Siko anaongelea haya mambo. Kuna mtu anaombaga maombi ya kuolewa. Sasa Bwana anaona ampe hekima ili aolewe. Niongeze nyingine? Au zinatosha? Acha niongee kingine. Naongea kwa kuna mwanamke anataka kuolewa, anayetaka kuolewa lakini anayetaka kuolewa. Sio lazima wote waolewe. Kuna wengine ambao waliumbwa kuwa masista. Wengine waliumbwa tu kutimiza unabii kwamba wanawake 7 watakamata mwanaume mmoja. Sio lazima uolewe. Wanaotaka kuolewa ndio ambao nawaongezea. Acha niwape siri. Mwanaume yeyote asipooa ametaka. Wanaume hawanaga shida ya kuoa. Hakuna mwanaume aliyefungwa asioe. Yaani hata mwanaume mjinga ana mwanamke mjinga anayeweza kumkubalia kumwoa. Kwa hiyo wanaume hawana shida, ndio maana siwazungumzii. Ila wanawake ili kuolewa lazima uvipige vita. Kuolewa sio kazi rahisi. Zamani walikuwa wanavipiga vita automatic bila hata maombi, bila nini, kwa sababu ya tabia na kujengwa na kuandaliwa. Lakini sasa hivi lazima utakuta makusanyiko mengi. Ukisema mtu andika maombi yako leta, tukisema watumishi wa Mungu wao wa kweli wayafungue, kuolewa kunaongoza. Kwa nini imekuwa hivi? Ni kwa sababu wanawake wengi wa kizazi chetu hawana tabia. Wana sura, wana wigi, wana shule, wana kazi, wana bidii, ila hawana tabia. Semina zile zinazokuonesha wewe unaweza kila kitu. Mbona Mama Samia kaweza? Mbona sijui Helen Johnson Sirleaf naye alikuwa rais? Nani ameweza? Joyce Banda ameweza. Wanawake tunaweza. Hizo zote mnahudhuria. Ila zinazowaandaa kuolewa hazipo. Zote mnadanganya watu. Mwanaume anataka umridhishe. Anataka tendo la ndoa la viwango. Kwa unapaswa kujua staili zote. Mnaishia kuwa mapornografia. Angalia pornography, uchafu wote. Inua mguu kule. Rara hivi, pumbavu kabisa, uchafu. Hakuna mwanaume ambaye atakuuliza staili ya kufanya ngono kama unamfurahisha. Unampa amani, unafurahi. Kwanza ajari. Hana muda wa staili, anazitafuta za nini? Kwa umekuwa sasa hivi umekuwa makahaba. Wanawake wengi wamekuwa makahaba, mabinti wadogo makahaba.
Kwa hiyo sasa, kwa sababu staili zenyewe anazo alafu hakuna pa kuzifanyia, ndio unakuta sasa binti amesharara na wanaume 6 10. Ni mtaalamu, hajapata wa kummiliki. Haya maneno yanatoka wapi? Nani kaniambia niongee? Tulikuwa tunaongelea muda. Anyway, asubuhi nilizungumza kwamba pesa imefichwa kwenye muda. Kama nakumbuka, jambo lolote utakalofanya likageuka hera au likaanza